Kwanza sio kweli kwamba Yanga wameshindwa kesi ya kasi. Kilichoamuliwa na kasi ni kesi hii isikilizwe kwanza kwenye kamati za ndani za shirikisho la mpira, nikiwa na maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi. Kilichofanywa na kasi au kilichofanya kasi washindwe kuisikiliza kesi ya dabi ni kukosekana kwa dokumenti ya hukumu ya ndani ya TFF kwenye kesi ya msingi. Kasi ni mahakama ya rufaa, na ili isikilize kesi ni lazima kuwe na maelezo yote ya kesi kwenye mamlaka za ndani na hukumu zake zilivyokuwa. Kwa nini hakuna hukumu ya TFF kwenye hukumu ya kasi? Ifahamike, tukio lolote linapotokea inatakiwa klabu husika kuwasilisha kesi yao kasi ndani ya siku 21. Ukichelewa hapo maana yake kesi inakuwa haina mashiko na kasi hawaisikilizi. Mwanzo Yanga waliandikia TFF kuhusu kesi yao ya dabi, na kwa makusudi kabisa TFF walikaa kimya, hawakuwajibu lolote, wakijua kabisa zikipita siku 21 Yanga watakuwa hawana pa kulalamikia. Hivyo Yanga wakatumia ujanja mkubwa wa kuwasilisha kwanza kesi kasi ili wawe ndani ya muda, alafu wao ndio waendelee na TFF. Kesho uongozi wa Yanga utaandika rasmi barua yao kwa TFF kama kasi walivyoelekeza, na kama watakosa haki yao, maana yake watakuwa na barua rasmi ya hukumu ya TFF itakayo wasaidia kasi. Hili sakata bado kabisa, sakata bado bichi. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wa Yanga wawe watulivu.